السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma wala mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu katika imani Waislamu na hata wale ambao wasiokuwa Waislamu, leo biidhnillahi Ta'ala tumekuja na mada nzuri, somo zuri kabisa kwa atakayesikiliza mwanzo mpaka mwisho. Basi kuna faida kubwa sana siku ya leo anakwenda kuipata biidhnillahi Ta'ala. Mada leo ndugu yangu katika imani nasema haifai kumuudhi mwenye kuswali swala hii. Haifai kumuudhi mwenye kuswali swala hii kwa sababu yuko ndani ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Narudia tena, mada inasema haifai kumuudhi mwenye kuswali swala hii kwa sababu yuko ndani ya ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndo mada ya somo la leo. Kwa nikuombe ndugu yangu katika imani, sikiliza ya sahihi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua ni mtu gani ambaye hafai kumuudhi ambaye yeye mwenye kuswali swala hii. Na kabla sijaileta hiyo mada ya leo, niwakumbushe wale ndugu zetu ambao wapo kwenye grupu letu lile la dua. Inshallah leo ni siku ya Jumatano. Kama kaida yetu tuna darasa letu la adhkar za asubuhi na jioni. Basi leo tutaendelea nazo katika grupu letu lile. Kwa hiyo wale wana grupu basi wakae hadhiri kwa somo hilo. Twende sasa moja kwa moja tukaanze kuzungumza ni swala gani ambayo hiyo mtume anasema hafai kumuudhi kwa mtu mwenye kuswali swala hiyo. Ndugu yangu katika imani, siku ya leo tunakwenda kuizungumzia swala moja, swala ambayo ina fadhila kubwa, ina mambo mazito, ambayo mambo haya kama mja atashikamana nayo na akaswali swala hii, basi anaingia katika hizi fadhila ambazo zimeelezwa na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo twende tukaanze kuziangalia hizi fadhila kuanzia mwanzo mpaka mwisho biidhnillahi Ta'ala. Na leo nataka nikueleze takriban fadhila 4 tu. Nikueleze fadhila 4 za swala hii ambayo tumesema mwenye kuiswali swala hii haifai kumuudhi. Swala yenyewe hii ni salati subhi au salatu alfajri. Kwa nini mwenye kuswali salatu alfajri haifai kumuudhi? Hapa ndo nisikilize kwa makini sana ndugu yangu katika imani. Na baada kuzungumza hilo, nitakupa na faida zingine 3 unazopata mtu ambaye mwenye kuswali salati subhi au salati alfajri. Mtume anasema katika hadithi iliyokuwa sahihi kabisa, man salla alfajri fi jamaa, yoyote mwenye kuswali salati subhi katika jamaa, yoyote mwenye kuswali salati alfajri kwa jamaa, fahuwa fi dhimmatillah, basi mtu huyu yupo katika ulinzi, katika amani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana yoyote ambaye atakayeswali salatu alfajiri tena kwa jamaa, basi mtu huyo yuko ndani ya himaya ya Allah, yuko ndani ya ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ogopa sana kumuudhi mtu ambaye yupo ndani ya ulinzi wa Allah. Ogopa sana kumuudhi mtu ambaye tayari anahifadhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shekhe wangu, unaweza ukapata matatizo, yanaweza kukufika mazito, na muda mwingine unaweza ukapata na mitihani ambayo usioitegemea. Nitapeni kisa tu kimoja alafu tuendelee na somo letu. Kisikiliza hicho kisa kwa makini sana. Kuna bwana mmoja, huyu bwana anaishi katika mkoa wa Mwanza. Anaishi katika mkoa wa Mwanza. Siku moja katika mafundisho haya akayapata kwenye hadithi za mtume na nini, akapata hadithi moja inasema yoyote mwenye kuamka asubuhi akasema la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir,
akaambiwa kwamba ukisema maneno haya basi kuna mambo manne au faida 4 unapata. Faida ya kwanza akaambiwa unamdikiwa mema 100. Faida ya pili akaambiwa unafutiwa madhambi 100. Faida ya tatu akaambiwa unahesabika kana kwamba umeacha huru watu 10. Lakini faida 4 unakuwa ndani ya ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana siku hiyo kutoka Mwanza, kabla kivuko, kabla nini hapa kutoka Mwanza kuja Sengerema, ile bwana inasemekana alipanda boti, alipanda mtumbwi, si kitu gani, kitu kama usafiri fulani, ni pantoni lilikuwa bovu, kwa hiyo akaamua kusafiri kwa mtumbwi, kama si mtumbwi basi ni boti. Inasemekana kwa bahati mbaya kile chombo kikaanguka kwenye maji, mzigo ulizidi, kwa hiyo kama vile kinazama, kikaanguka kwenye maji. Kwa hiyo baadhi ya watu walikuwa wanaruka kwenye kile chombo, wale ambao wanajua kuogelea wakajua kuogelea. Huyo bwana yeye maskini Mungu wallahi ladhimu alikuwa hajui kuogelea wala alikuwa hajui nini. Yeye akabaki na kile chombo vile vile kama amenyang'ania, amekishikilia. Wallahi ladhimu huwezi amini, kile chombo kikampeleka mpaka na kumka jamaa mpaka afika nchi kavu. Bwana kile chombo kimeenda kukwama sehemu ambayo yeye anaweza akatembea kwa mguu na akatoka. Yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mkasa huu ni wa kweli kabisa, umetokea Mwanza. Lakini jamaa anasemaje? Anasema mimi kilichonisaidia ni zile adhkar zangu ambazo asubuhi huwa nasema, ambazo hizi mashaikh wananiambia Mwenyezi Mungu anakulinda ukisoma hizi. Kwa hiyo hata hii tunazungumza hapa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulinda. Kwa hiyo yoyote atakayeswali salati subhi, basi mtu huyu anakuwa ndani ya ulinzi wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na waogopa sana kumuudhi, kumfanya maudhi mtu ambaye anayeswali salati subhi, tena akaswali swala hii kwa jamaa, anakuwa ndani ya himaya, anakuwa ndani ya ulinzi wa Allah. Mtu huyu ndugu yangu haifai kumuudhi. Ukimpa maneno machafu ama ukamuudhi, unaweza ukapata misukosuko ambayo kwamba usioitegemea. Hiyo ni faida ya kwanza katika salati subhi. Lakini faida ya pili, Mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema rak'ata al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Mtume anasema raka 2 kabla salati subhi, yani mtu mwenye kuswali raka 2 kabla salati subhi, Mtume anasema ni bora hizo kuliko dunia na vyote vilivyomo hapo na vyote vilivyomo duniani. Yani mtu anayeswali raka 2 kabla subhi basi ni bora sana kuliko vitu vyote unavyoviona vya dunia hivi. Amshindi mtu ambaye aliamka asubuhi kabla salati subhi akapiga raka zake hizi 2. Tazama uzito na thamani wa mtu mwenye kuswali salati subhi. Lakini kwa bahati mbaya leo baadhi yetu hatuna habari. Mtu maskini Mungu muda wa subhi ndo mtu analala, hana habari ya swala wala shughuliki na swala. Hii ni mtihani. Hii ni faida ya pili anayopata mwenye kuswali salati subhi. Lakini faida ya tatu, swala hii ndugu yangu Muislamu ndio swala ambayo malaika wanahudhuria na wanakuja kushuhudia kisomo Qur'ani inayosoma kwenye salati subhi, na hasa kile kisomo cha imamu anayesoma Qur'ani katika salati subhi. Salati subhi malaika wanahudhuria shekhi kuja kusikiliza kile kisomo. Wa Qur'an al-fajr kana mashhuda. Mtume wetu Muhammad anasema yanzilu al-malaikati, wanateremka malaika, watashahadu salatu al-fajr, na wanakuja wanahudhuria salati al-fajr, watashahadu al-Qur'an al-fajr, na wanakuja kuhudhuria vile vile kuja kushuhudia ama kusikiliza kisomo cha Qur'ani kinachosoma katika salati subhi. Malaika wanahudhuria shekhe wao. Hawa malaika wakishahudhuria tayari, thumma kisha fas'adu ila Allah. Hawa malaika kisha wanapaa, wanakwenda mbinguni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakifika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna maneno wanasema hawa. Wanasemaje? Wanasema kwamba tumekwenda tumewakuta wanaswali na tumeondoka tumewaacha wanaswali. Hii maana yake nini? Maana yake ule muda wa salati subhi ndio muda ambao wale malaika wanapeana shifti. Kuna malaika wanaingia subhi mpaka alafu kuna wengine wanaingia mpaka subhi,
Asa hawa subhi hawa muda ule wanakuwa wanaondoka, wanakuja wale watakuja subhi mpaka la asri. Ndio maana nasema watakwenda kumpa ripoti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba tumeondoka, tumefika, tumewacha watu wanaswali, na tumeondoka, tumewacha wanaswali. Kwa maana hiyo, yoyote mwenye kuswali salati subhi, thamani yake, ubora wake unakuwa hapa kwamba malaika wanahudhuria kuja kusikiliza kisomo cha Qur'ani kinachosoma katika salati subhi, lakini vile vile wanampelekea ripoti Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba tumefika, tumewakuta wanaswali, na tumeondoka, tumewacha wanaswali. Hizi ni miongoni mwa faida zinazopatikana katika swala hii ya asubuhi. Lakini kwa maelezo yake tena mwenyewe Mtume Muhammad anasema yoyote mwenye kuswali salatul isha kwa jamaa, basi ni sawasawa ameswali nusu ya usiku. Lakini mwenye kuswali salatul fajr kwa jamaa, basi mtu huyo anahesabika kana kwamba kaswali usiku mzima. Yani wewe utakayeswali salati subhi kwa jamaa, Mtume anasema wewe unahesabika kana kwamba umeswali usiku mzima. Hizi ni faida anazopata mtu ambaye anayeswali salati subhi kwa jamaa. Asa ni mbaya sana na wala haifai wewe kwenda kumuudhi mtu kama huyu ambaye kwanza ana ulinzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ameswali swala ambayo imehudhuriwa na malaika, lakini Mtume anasema rakaa zake 2 mtu huyu anazoswali kabla, basi ni bora sana kuliko dunia na vile ambavyo vilivyomo katika hiyo dunia. Hizi ni miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika salati subhi. Lakini la mwisho la kumalizia, anayeswali salati subhi anakuwa na baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mtu huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkunjulia riziki yake, kwa sababu huu muda wa subhi ndio muda ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale ndio anagawa riziki. Ndio maana hata Mtume anasema baraka za umati wangu zinapatikana wapi? Kwenye kuamka mapema, zinapatikana subhi. Mtume anasema kwamba usingizi wa asubuhi unasababisha ufakiri. Yani mtu ambaye anataka ufakiri, basi apende sana kulala subhi. Haifai kulala Muislamu wakati wa alfajiri mpaka jua linachomoza hali ya kuwa umelala, haifai. Na ametukataza sana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya hivyo. Kwa hiyo muda ule wa subhi ni muda wa baraka. Kwa hiyo huyu aliyeswali salati subhi anakuwa ameingia katika baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yeye kuswali kwake subhi, lakini vile vile inakuwa ni sababu ya yeye kukunjuliwa na kufunguliwa milango yake ya riziki kwa mtu ambaye atakayeamka na kuswali swala hii ya subhi. Inshallah kwa leo tuishie hapa, tukutane katika kipindi kijacho na katika darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.